Mungu aliye hai, Mungu mwema, mtakatifu, 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 tunakushukuru kwa ajili ya neema yako kufikia siku nyingine tena. Tunaomba utuongoze, tufundishe katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kitabu cha Mwanzo, mlango mlango wa 22 mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa nne. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 22 mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa nne. Mwanzo 22 mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa nne. Karibu. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu, akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, chukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakaokuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Kaondoka kaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake, akapaona mahali pakali mbali. Amen. Amen. Naomba upate nafasi ya kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kupata nafasi ya kuingia wiki nyingine, ambapo wiki hii tunaongozwa na habari za kwamba Mungu aita na mimi nitaitika, lakini pia tunatafakari habari za kwamba katika Yesu kila jaribu lina mlango wa kutokea. Na labda kwa kuanza tu niseme hii habari ni kama ile ambayo inaposema katika Mungu aita na mimi nitaitika. Tungeweza kusema na Ibrahimu naye aliamua kuitika. Sasa kwenye kuitika kunaweza kuwa kuna mambo mengi, na tunaona mwenzetu hapa alipoitika, na ni baada ya kupata tu mtoto ambaye ndio Mungu ameahidi vitu vingi sana juu ya huyo mtoto Isaka. Cha ajabu ni kwamba Mungu anamuita alafu anamwambia sentensi ambayo kikawaida sio rahisi kwa wengi kuielewa ama kuipokea. Nadhani na uhakika hata ningekuwa mimi na pengine hata ungekuwa mwenzangu ungeungana na mimi kwamba sio rahisi kuipokea ile sentensi, kwa sababu umetafuta mtoto kwa zaidi ya miaka 90, alafu umepita na njia zako huko, kapatikana Ishmaeli, ukamwambia Mungu mbariki hata huyu. Mungu asante, nitambariki ila agano langu nitapitisha kwa Isaka. Alafu anakuja anazaliwa mtoto, alafu Mungu anamwambia huyo uliye naye wa pekee. Yaani ungekuwa na angalau wawili watatu ingekuwa